Sura ya 2. Waliochaguliwa katika Kristo kabla ya uumbaji wa ulimwengu. Hapa kuna swali lingine. Mungu alipoweka mti wa kujua mema na mabaya katika bustani ya Edeni, je, alijua kwamba Adamu angekula matunda yake au la? Hatuwezi kusema kwamba Mungu Mwenyezi ambaye alikuwa ametangaza mwisho tangu mwanzo hakujua. Ikiwa Mungu alijua, lazima alikusudia Adamu na Eva watende dhambi. Hata yule nyoka aliyemjaribu Eva pia aliumbwa na Mungu. Ilikuwa ni maongozi ya Mungu kwamba Adamu na Eva wadanganywe na nyoka na kula matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Kwa kweli, haya yote yaliamuriwa tangu zamani katika Kristo kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Huenda wengine wakafikiri kwamba Mungu alianzisha kazi ya ukombozi baada ya Adamu kufanya dhambi. Walakini ilikuwa tayari imeanzishwa kabla ya uumbaji, kwa maana imeandikwa, Waefeso sura ya 1 mstari wa 4, kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Kwa upendo alitangulia kutuchagua tuwe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo kwa furaha yake na mapenzi yake. Ndani yake tunao ukombozi kwa njia ya damu yake, yaani msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa kuzingatia kwamba Mungu alichagua warithi wake ambao wangerithi wokovu katika Kristo kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, ni hakika kwamba Adamu alikusudiwa kufa. Kuhusu asili ya dhambi, inatubidi kuisoma kwa kuweka mistari yote inayohusiana pamoja, Mwanzo 2 na 3 kuhusu historia ya Adamu, Isaya sura ya 14 mistari ya 12 hadi 14 na Ezekieli sura ya 28 mistari ya 11 hadi 17, na sio vipande vipande, ili kwamba tuweze kuelewa uhusiano kamili kati ya malaika wapotofu na wanadamu. Dhambi ya Adamu inaelezwa vizuri ili watu waweze kuielewa kwa urahisi. Na vitabu vya Isaya na Ezekieli vinatufundisha jinsi malaika walivyopotoka na kutenda dhambi. Kwa kweli, dhambi yao ni sawa na ya Adamu. Kitabu cha Isaya kinaeleza nia na mchakato wa kiakili wa mwenye dhambi wa kwanza kumwasi Mungu. Kitabu cha Ezekieli kinatuambia kuhusu asili na nafasi ya awali ya mwenye dhambi wa kwanza. Katika kitabu cha Ezekieli tunaweza kuona jinsi mfalme wa Tiro alivyotenda dhambi mbinguni. Alitiwa mafuta kama kerubi mlinzi, akatembea katikati ya vito vya moto juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, walakini kwa sababu ya fahari yake iliyofurika, alijivuna na kujipotosha na kufanya dhambi, na hatimaye akafukuzwa. Kama ilivyoandikwa Ezekieli sura ya 28 mstari wa 11, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, nawe umwambie, hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo, ulikuwa kipeo cha ukamilifu, ukiwa umejaa hekima na mkamilifu katika uzuri. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila kito cha thamani kilikupamba: kiki nyekundu, yakuti manjano na zumaridi, krisolitho, shohamu na yaspi, yakuti samawi, almasi na zabarajadi. Kuwekwa kwa hayo mapambo na kushikizwa kwake kulifanywa kwa dhahabu. Siku ile ulipoumbwa yaliandaliwa tayari. Ulitiwa mafuta kuwa kerubi mlinzi, kwa kuwa hivyo ndivyo nilivyokuweka wakfu. Ulikuwa kwenye mlima mtakatifu wa Mungu, ulitembea katikati ya vito vya moto. Moyo wako ukawa na kiburi kwa ajili ya uzuri wako, nawe ukaiharibu hekima yako kwa sababu ya fahari yako. Kwa hiyo nikakutupa chini, nimekufanya kioja mbele ya wafalme. Kitabu cha Isaya kinafunua matendo ya mfalme wa Babeli mbinguni. Kwa kuwa alikuwa katika nafasi tukufu ya nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko, alijivuna na kujaribu kukiinua kiti chake cha enzi juu ya nyota za Mungu na kuwa kama yeye aliye juu. Hatimaye alitupwa chini kwenye dunia hii ya dhambi. Isaya sura ya 14 mstari wa 4, utaichukua dhihaka hii dhidi ya mfalme wa Babeli. Tazama jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya asubuhi, mwana wa mapambazuko. Umetupwa chini duniani, wewe uliyepata kuangusha mataifa. Ulisema moyoni mwako, nitapanda juu hadi mbinguni, nitakiinua kiti changu cha enzi juu ya nyota za Mungu, nitaketi nimetawazwa juu ya mlima wa kusanyiko, kwenye vimo vya juu sana vya mlima mtakatifu. Nitapaa juu kupita mawingu, nitajifanya kama yeye aliye juu sana. Lakini umeshushwa chini hadi kuzimu, hadi kwenye vina vya shimo. Tunapojifunza sura mbili zilizo juu pamoja, tunaweza kupata ufahamu wa msingi wa asili ya dhambi. Tunachopaswa kufikiria kupitia mistari iliyotajwa hapo juu ni ukweli kwamba visa hivi viwili vinawakilisha wanadamu wote na vinaonyesha malaika wengi wakitenda dhambi. Kama ilivyoandikwa Ufunuo sura ya 22 mstari wa 9, lile joka kuu likatupwa chini, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi au Shetani, aupotoshaye ulimwengu wote.
Akatupwa chini duniani, yeye pamoja na malaika zake. Hata baada ya Shetani kumwasi Mungu na kutupwa chini pamoja na malaika wengi, alihudhuria kusanyiko lote la wazaliwa wa kwanza mbinguni kama mwakilishi wa dunia. Lakini mara tu Yesu alipopata ushindi juu yake kwa njia ya msalaba, alifukuzwa kabisa kutoka katika kusanyiko la wazaliwa wa kwanza mbinguni.